Thank you for this time again, our Father. Asubuhi ya leo Mfalme, umekuwa pamoja na sisi Bwana, umetulinda, umetutunza mikononi mwako Mfalme, na lihimidiwe jina lako takatifu. Baba yetu, kwa kuwa umetuhifadhi Bwana mikononi mwako Mfalme wangu na Bwana wangu, ninakushukuru sana kwa vile umekuwa pamoja nasi. Baba, unastahili sana sifa za moyo wangu. Baba, asante kwa pendo la pekee ambalo Baba katika hilo Mfalme tumelindwa na kutunzwa mikononi mwako Bwana wangu. Umetuhifadhi. Asante kwa sababu ya wakati huu. Maana Bwana uko pamoja nasi tena. Tunaomba uwepo wako Bwana ukatamalaki mahali hapa. Let your glory cover this place in the name of Jesus. Baba, tunaomba acha mbingu ziwe wazi Bwana alfajiri ya leo. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Bwana ukaseme nasi. Amen. Karibu sana mtumishi wa Bwana. Karibu sana mtu wa Mungu ambaye unatufuatilia kwa njia ya mtandao pia. Karibu sana mtumishi wa Bwana. Tukapate kuendelea tena katika alfajiri ya leo. Nikukaribisha sana kwenye mapambazuko ya kizazi cha wamtafutao Bwana, mapambazuko ya pekee yaliyojaa neema kubwa ya Mungu. Haleluya. Hapa kuna tengenezo, Mungu anatengeneza spiritual giants ambao wa majanti ambao watabeba vitu vyake. Watu walio tayari kuishika bendera ya Kristo, watu walio tayari kumheshimisha Kristo duniani, watu walio tayari kumtukuza Kristo duniani, watu ambao maisha na mienendo yao yana kazi moja tu ya kuitukuza na kuisifu kazi ya msalaba katika jina la Yesu. So karibu sana kwenye mapambazuko ya kizazi cha wamtafutao Bwana, kizazi ambacho Bwana anakiinua kwa utukufu wake. Karibu sana mtumishi wa Bwana na Mungu akubariki sana. Yesu ni mzuri sana, amekuwa akizungumza na sisi kwa namna ya pekee. Tunarudi kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza, tunamalizia mistari kadhaa pale. Haleluya sana. Mistari kadhaa pale nikukumbushe mahali ambako tuliishia kipindi ya ibada iliyopita, last service tulipoishia. Tuliishia kwenye mstari wa 15 ambao unasema, kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 10, tumeanzia mstari wa 9 kuendelea pale, lakini tulianzia, ukisoma kuanzia 9 itakuwa vizuri zaidi, lakini tulianzia 10 kwa sababu ya wakati. Na tukaishia mstari wa 15 na ambao unasema 14, unasema hivi, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Kumbuka tumekuwa tukiangalia kwamba ule mtiririko wa kazi ya msalaba, ule mtiririko ambao ulisababisha mwanadamu aokolewe tena. Tukaona kitu cha kwanza kilichoanza ni pendo kuu lililo nje ya ufahamu wa mwanadamu, pendo ambalo liko nje ya ufahamu wa mwanadamu, ufahamu wa kawaida. Ni pendo ambalo haliwezi kufikirika, haliwezi kutafakarika. Ni pendo ambalo limezidi akili. Haleluya sana. Ni pendo ambalo limezidi ufahamu wa kawaida. Ni pendo ambalo hauwezi kulitafsiri kwa akili ya kawaida, haiwezekani. Do you know why? Just because it is greater than your mind. Hallelujah. The love of God is greater than your mind, so there is no way you can consider it. Let me say it again. There is no way you can consider, there is no way you can explain it. Just because the love of God is greater than your mind, there is no way you can think, there is no way you can explain about it. Just because it is greater than your mind, it is greater than your thinking capacity, your explaining capacity. It is greater than your think. Yes, it is greater than even your brain. The love of God is greater than everything in your life. So that's why there is no way you can explain it except saying God is love. God loving us. Only that. Only that. So that he gave his only begotten son for us. Yes, only that. But more than that, there is no way you can explain. Hallelujah. So this is just because it is greater than your mindset. Hallelujah. Hii ni kwa sababu upendo huu ni mkuu kuliko ufahamu wako. So when we are speaking about the love of God, we are speaking about something which is greater than us. That's why we need, of course, we are stopping when we say God is love and God is loving us. Yes, we are stopping there.
No more. Just because there is no way you can explain which is out of your mind, beyond your mind. There is no way you can explain something is beyond your mind. No. Hallelujah sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo ni muhimu sana tukapata kuelewa. Mungu atupe neema hii katika jina la Yesu. Kwa tuliona pendo kuu ndo linaanza, pendo lile likazaa. Pendo hili likazaa mambo mengi tu hapa nyuma. Angalia pendo kuu lilipoanza ndani ya moyo wa Mungu. Pendo kuu alivyompenda mwanadamu, alivyomthamini, ambapo thamani yake tunaona tangu mwanzo, anatengenezwa kwa sura na mfano wa Mungu, anaumbwa hivyo. Kwa hiyo inakuja hatua ya pili inayofuata. Hatua inayofuata lile pendo linazaa huruma. Pendo tunda lake ndani ya hii mtiririko, tunda lake la kwanza ni huruma. Ile huruma nayo ikazaa kitu kinachoitwa msamaha. Pendo ile huruma ikazaa kitu kinachoitwa neema, kibali tusichostahili, favor. Ile neema, the grace, ikazaa kitu kinachoitwa forgiveness of sins, msamaha wa dhambi, ambao ndio tunasoma hapa. Nasema katika yeye, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa nini? Wa dhambi, ikapatikana pale. Lakini ile msamaha wa dhambi ukazaa kitu ambacho leo tutakiangalia kinachoitwa haki. So kilichoanza is the great love of God, alafu ikafuata kitu kinachoitwa nini? Compassion, huruma. Kitu kinachofuata cha tatu kinafuata kitu kinaitwa grace, kibali kisichostahili ambacho tukustahili. Number 4 ikaja kitu kinaitwa nini? Msamaha wa dhambi, forgiveness of sins, ikafuata pale. Alafu number 5 is the right. Hallelujah, right. Anasema wote waliompokea kwenye Biblia ya Kizungu inazungumza vizuri zaidi, nasema whoever received him, whoever believes in him, he gave them a right to become, haki ya kuwa. Hallelujah sana, haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa haki inapatikana hapo, ndio inayofuata. Twende kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 8 kuendelea hapa. Yes, Romans 5 8 to 11. Romans 5 8 to 11. The word of God says, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe. Naomba tuanzie mstari wa 3. Tutapata kuelewa vizuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Let me do something here. We got a problem of power. We got a disaster of power. Hallelujah. Let us do something. Yes. Hallelujah. It's okay. So, we're going to read from there. Hallelujah sana. Nasema wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na saburi kazi yake ni uthabiti wa moyo, na uthabiti wa moyo kazi yake ni tumaini, na tumaini halitahayarishi. Bwana Yesu asifiwe sana. So tumaini halitahayarishi. Ni muhimu sana tukajua tu kwamba tumaini la Kristo halitahayarishi. Anasema hivi, basi na mfurahi katika dhiki pia. Mfurahi katika dhiki pia, mkijua kwamba dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho wa Mungu tuliyepewa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nasema wala
tusichukie hata kwa sababu ya dhiki. Anasema tufurahi pia kwa sababu ya dhiki, kwa sababu dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni kuleta uthabiti wa moyo. Saburi maana yake ni ile hali ya uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe sana. So Biblia inaeleza vizuri, inasema kwamba natufurahi katika dhiki pia, kwa sababu dhiki kazi yake ni kuleta nini? Ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni kuleta nini? Uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni kuleta tumaini. Na anasema tumaini halitayarishi. Tazama hii namba 5 ndo napenda, namba 5 zaidi ndio naipenda zaidi. Na tumaini halitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na nani? Na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Yesu na atusaidie sana. Unaona, anasema pendo la Mungu limekwisha kumiminwa ndani yetu na nani? Unasema na Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ambaye tumepewa sisi. Haleluya sana, tumepewa hiyo. Anasema mstari wa 7, kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki. Ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Bali Mungu aonyesha pendo lake. Hapa ndo nataka uone mstari wa 8. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Anasema tukiisha kuhesabiwa haki kwa damu yake. So tunapata mambo haya. Tazama, tunaanza pendo kuu la Mungu, linazaa huruma. Huruma inazaa neema, kibali ambacho hata hatukustahili. Lakini kile kibali ambacho hata hatukustahili kinazaa msamaha wa dhambi, na ule msamaha wa dhambi unazaa kitu kinachoitwa haki. Anasema kwa damu yake tunahesabiwa haki. Hakuna haki nje ya damu ya Yesu. Kwenye ulimwengu wa roho hatupati haki kwa namna nyingine yoyote isipokuwa kwa damu ya Yesu, kwa njia ya imani yetu kumwamini yeye. Maana pasipo kumwamini yeye, ile damu yake iliyomwagika haitakuwa na kazi yoyote ile katika maisha yetu. Let me say again, kwamba pasipo kumwamini yeye, ile damu yake ni kweli imemwagika, lakini haitoleta matokeo yoyote katika maisha yetu. Wewe kwanza ni kumwamini na kuachana na ubaya wowote ambao tuliuishi kabla ya kumwamini. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ile haki inapatikana ni kwa damu ya Yesu. Wewe anasema baada ya mateso yake hivi na vile na vile, vyote hivi ndio vinazaa nini? Vinavyozaa kitu kinachoitwa haki. Haki inapatikana ni kwa damu ya Yesu tu. Hakuna njia nyingine ya kuipata haki isipokuwa ni kwa kukubali kutakaswa kwa hiyo damu ya Yesu. Kama hatujatakaswa kwa hiyo damu ya Yesu, hatuwezi kuipata haki. Hakuna namna ambavyo tutakutana na hiyo haki, hakuna namna ambavyo tutaipata haki, ila haki inapatikana kwa damu ya Yesu peke yake, kwa kuoshwa kwa hiyo damu. Maana hiyo damu ndio inayoosha, na inapoosha inatupatia haki, kwa sababu hakuna mwenye haki. Sikia, iko hivi, ile damu ya Yesu iliyomwagika ndio iliyofanya kazi ya kutununua na kutuondoa kwenye kuwa watawaliwa na watumwa wa adui Shetani. Ilipotununua ikatuleta hapa, haitufanyi sisi kuwa watumwa tena tu, inatufanya sisi kuwa wana, kwa sababu tukupokea tena roho ya nini? Ya utumwa. Tutasoma huko mbele, lakini tumepokea roho ya kuitwa wana. Katika hiyo tunayo haki. Yesu na atusaidie sana. Alitununua kwa damu yake, ametununua ili tuwe watoto wake, ili tuisha sawa na maelekezo yake.
sio vinginevyo. Kwa damu yake ilimwagika ikatununua, na ilipotununua imetufanya sisi kuwa watoto. Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwani mimi msana tukapata kuelewa, anasema tukiisha kuhesabiwa haki kwa damu yake, tukiisha kuhesabiwa haki kwa damu yake, tukiisha kuhesabiwa haki kwa damu yake, anasema tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Yaani ni kwa yeye tu ndio tutaondolewa kwenye ile adhabu ya dhambi, ile adhabu ya ulimwengu ambayo ilikuwa inaukabili ulimwengu, adhabu ya uovu, adhabu ambayo wataadhibiwa waovu walioamua kuishi dhambi, wataadhibiwa pale. Ile tu inayotuponya na hiyo ni damu ya Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 10, kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumeupokea huo upatanisho. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haki inapatikana kwa njia ya Yesu Kristo peke yake. Hakuna njia nyingine ya kuileta haki isipokuwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapata haki ya kuomba na kusikiwa, tunapata haki ya kujibiwa mahitaji tunayoomba, tunapata haki ya kusikilizwa ni kwa damu ya Yesu tu. Haki inazaliwa au inaletwa na damu ya Yesu, lakini mama mkuu ni pendo ambalo ni Mungu mwenyewe. Yesu asifiwe. Maana Mungu ni upendo. Kwa hiyo haki inapatikana pale. Kinachofuata baada ya msamaha wa dhambi ni haki. Haki ndio inafuata baada ya msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haki ndio inafuata baada ya nini? Ya msamaha wa dhambi. Kwa hiyo tunapata hapo, katika yeye tumeipata haki kwa sababu ya damu yake iliyomwagika kwa ajili yetu. Yesu na asifiwe sana. Kwa haki inapatikana hapa, inapatikana baada ya damu ya Yesu kumwagika msalabani. Kwa yeye tumepata haki. Kwa hiyo kama si lile pendo kuu tusingepata huruma, na kama sio ile huruma tusingepata neema, na kama sio ile neema tusingepata nini? Tusingepata msamaha wa dhambi, na kama sio msamaha wa dhambi tusingepata nini? Tusingepata haki, tusingepata haki. Huu ni mtiririko ambao kazi ya Yesu msalabani imeonyesha. Yesu kukubali kwenda msalabani imeonyesha haya mambo yote yako wazi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haya mambo yote yanakuwa wazi kwa kupitia ile kazi ya Yesu aliyoifanya msalabani. Yesu na atukuzwe sana. Kwa hiyo anapotuonyesha haya mambo yote ni ili tuelewe, ni ili tufahamu. Jamani, tufahamu, na Mungu atupe neema. Narudia tena, ni muhimu sana tukajua kile tunapewa neema na Mungu kujifunza na kwamba ni kuwa tokeo la kazi ya msalaba. Ni ile kazi ya Yesu msalabani. Tutafika mahali tutaangalia tokeo la kazi ya msalaba, amefanya nini? Tokeo hili limeleta nini? Au hii kazi imeleta matokeo gani? Au inatarajia au ilipaswa kuwa na matokeo gani kwenye maisha ya watu? Yesu na asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Muhimu sana tukapata kuielewa hivi vizuri, watumishi wa Bwana, na Mungu atupe neema sana kupata kuishika na kuiishi, kwa sababu bila hiyo haitawezekana kabisa. Kuna mambo ambayo tutafeli sana, kuna mambo tutashindwa mengi kwa sababu ya kutokuelewa, kwa sababu ya kutokujua, kwa sababu ya kutokufahamu nini cha